Asifiwe. Kuna jambo najua litawashtua wengi sana, lakini ndo uhalisia. Nazungumza na wapendwa katika Bwana. Miaka kadhaa tulifanya uchunguzi, tukagundua kuna baadhi ya wavuvi na wafanyabiashara wa baadhi ya mabucha wakishirikiana na baadhi ya manesi na wahudumu wa mochwari wanafanya biashara haramu ya kuuzwa kwa maji ya maiti. Wananunua maji ya maiti yaliyoshwa maiti zile za ajali, labda unakuta nini yale maji yale, wanakingiwa, wanauziwa, wanaweka kwenye samaki, ama hata wavuvi wanaenda kuvua kwenye samaki kule, wakienda baharini ama ziwani, wanamwaga tena sana sana kwa Dar es Salaam baharini, maana ndo tulifanyia uchunguzi kwa upande huu. Wanaweka kwenye samaki unakuta ana uwezo wa kukata miezi 2, mwezi na nusu, miezi 3. Kwa hiyo of course ilileta taharuki. Nataka kuongea kitu kini kabla sijakwambia kwa nini nasema hivi. Hebu angalia kwanza ushahidi huu hapa wa video hii, alafu niendelee na maanisha nini. Unafahamu lolote kuhusiana na biashara haramu ya uzwaji wa maji ya maiti? Anajua kabisa mimi ninavyochukua haya maji ya maiti nikaweka kwenye samaki zangu, yani nina uhakika kufanya biashara muda wote masaa 24 na kumaliza mapema, yani ushirikina. Hii ni biashara haramu ya uzwaji wa maji ya kuoshea maiti inavyoshamiri kwa siri kubwa, huku ikihusisha baadhi ya wafanyabiashara, baadhi ya wavuvi, baadhi ya wahudumu wa hospitali mbalimbali nchini, sambamba na walinzi wa hospitalini. Kwa nini? Ukitoa maiti yoyote kama hata achukuliwe. Unaupa moto. Waosha wote hata kama ni 5, 6. Na mara nyingi wanatumia maji ya maiti, yani kwamba ni wale wanachukua mzigo wa kutaka samaki asiharibike. Na kweli kuitazama samaki hata mwezi anakata, wiki anakaa. Ni maiti nyingi sana zinatoka. Ndio maana nakwambia ni wiki moja lita 500 unakusanya. Jamani, hata kama sio 500 hata 100, 200, yani inategemea. Mtazamaji, Waswahili wanasema safari moja huanzisha nyingine. Hivi ndivyo Uso kwa Uso inavyoendelea na safari ya kutafuta ukweli uliojificha juu ya njia ya upatikanaji wa maji haya ya maiti. Mimi ni Uso kwa Uso, mzalendo wa kweli. Nimeapa kulitumikia taifa langu na kulilinda kwa kuibua mambo yanayofanyika gizani yenye nia ovu dhidi ya taifa langu. Tulichanganya. Mimi mwenyewe nimeingia mwisho jamani, na nikatumia nikajifanya na mimi ni mfanya biashara wa samaki na nini, nikashuhudia jinsi ambavyo maiti wanavooshwa, walikuwa na kinga. Lita moja ya maji hayo machafu yalikuwa yanauzwa 100,000. Kwa hiyo ili tuchukua mpaka kutoa oda, labda unaenda hospitali fulani unasema nataka lita 500, jamani mimi na mabucha mengi. Kwa sababu mtu hata unajiuliza hivi hayo maji taka mimi nayashikaje? Na watu ni waaminifu kabisa hivi, hawakupi maji ya Dawasa, wanakupa yale yenyewe machafu. Kwa hiyo my point ni kwamba ujumbe wangu hasa kwa wapendwa wenzangu, wa Kristo wenzangu, usile chakula, usile kitu chochote bila kutakasa kwa damu ya Yesu. Na Yesu alitufundisha hilo. Ukisoma kitabu cha Marko 6 mstari wa 41, Biblia inasema akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandalie, na wale samaki 2 akawagawiwa wote, wakala wote wakashiba. Yesu mwenyewe alivyokuwa pale alivyoambiwa awasaidie watu chakula, watu zaidi ya 5,000, akachukua mikate ile 5 na samaki 2. Hakufanya muujiza pale pale kwanza. Aliomba kwa Mungu Baba, akashukuru, akaitakasa. Umeona? Hapo ilikuwa before mauti. Na baada ya mauti Yesu akatufundisha tena alivyoishinda mauti sasa baada ya kupewa mamlaka yote. Kutoka kitabu cha Marko 16
mstari wa 15 mpaka 18. Nitasema nimeukariri kwa neema ya Mungu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waniaminio. Kwa jina langu watashika nyoka, watasema kwa lugha mpya, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa jina langu hata mkinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru. Yesu alisema hivyo kwa jina lake Yesu. Maana anajua kwamba kumbe kuna vitu vya kula na kunywa vinazuru. Tujifunze kujitakasa kabla ujala chochote. Acha uroho. Unanisikia? Acha uroho. Ombea chakula, ombea vinywaji. Kuna watu wanachukua vyakula hata vya viwandani wanavifanyia mambo ya kuyafanyia. Ombea, takasa kwa damu ya Yesu, kula. Hata mavazi, usione tu kwa sababu nguo ni mpya unababaika kuivaa. Ombea, takasa. Au ukiona kwamba unaenda kwenye duka fulani watu ni wengi, anza kuomba kwamba naingia kwenye duka lile, mikono itakayonihudumia, mavazi yaliyoko mle, ikitokea nimependa vazi limenitosha, natakasa kwa damu ya Yesu. Takaseni vitu jamani, takaseni vitu. Takaseni, tumieni jina la Yesu vizuri, takaseni. Kwa ndo ujumbe wangu usiku wa leo. Mtakase vitu, msiwe mnakula na kunywa bila kuomba. Okay? Bye bye.